Katika jina la Yesu Kristo, karibu tena katika kipindi cha Gombo la Chuo kinacholetwa na ndugu yako Dennis Baje. Na mwaka huu unabii wetu ni mwaka wa kuzaa matunda, ni mwaka wa matunda. Matunda yaliyo mazuri yatawezesha mbingu kwa upande wako, kujibiwa maombi yako. Labda watu wanajiuliza, kawaida yetu tunatoa nabii tarehe wiki ya pili, wiki ya kwanza tunapomaliza conference yetu ya Shiloh. Na huu ndio unabii wetu kwamba ni mwaka wa matunda. Zaburi ya kwanza mstari wa 3 inasema, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake alinyauki, na kila tendalo litafanikiwa. Huu mti ni mti ambao umepandwa kando kando ya vijito vya maji, na naomba ya kwamba upandwe katika kando kando ya vijito vya maji. Ukipandwa katika kando ya vijito vya maji, utazaa matunda kwa majira yake. Huu mti haunyauki. Wewe uliyeokoka upaswi kunyauka. Japo vita ni vingi, japo mapito yanakuwa mazito, kuna milima, kuna mabonde, kuna tambarare, kuna michongoma, kuna miba, lakini wewe umefananishwa na mti ambao umepandwa kando kando ya vijito vya maji. Mti unaozaa matunda yake kwa majira yake, wala jani lake alinyauki. Unabii unaweza kuonekana kwamba ni ajabu kidogo kwako, lakini Bwana ametuthibitishia. Ndugu zangu wa Kristo wengi, hatutafanikiwa kwa kununua mafuta. Hatutafanikiwa kwa kununua mafuta ya upako. Hatutafanikiwa kwa kununua vitambaa. Hatutafanikiwa tukinunua mbegu au jiwe ambayo iliua Goliath. Hatutafanikiwa. Tukizaa matunda yaliyo mema, ni mwanzo wa kufundisha unabii huu. Tukizaa matunda yaliyo mema, Biblia inasema tafika hapo, ukimwomba Mungu jambo lolote atakupa. Sasa nimeanza na heri mtu yule ambaye wewe umepandwa kando kando ya vijito vya maji. Unapaswa kuzaa matunda kwa majira yako, na haya majira yapo kwa sababu Mungu aliweka kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna. Na mtu ukifika wakati wa kuzaa matunda yake, hauwezi kuzuilika. Hebu angalia katika kitabu cha Yohana sura ya 15, kwa sababu nataka kufundisha unabii huu, na hapo ndipo mahala ambapo tumelalia sana. Yohana sura ya 15 na ule mstari mzuri wa 16, anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Yesu anatuambia sisi tuliyemchagua, ni yeye aliyetuchagua. Sio mti umejipanda kando kando ya vijito vya maji mwenyewe. Mkulima alijua nikipanda mti kando ya maji, maji yatafikiria mizizi ya hiyo mti, mizizi itavuta maji na madini yaliyoko kwenye maji, na mti utazaa matunda kwa majira yake. Yesu anasema sisi tuliyomchagua, bali yeye alituchagua kisha akatutuma tuende tuzae matunda, na matunda yakikaa, omba jambo lolote na Baba atatenda. Unaona mahala wa Kristo tumekwama, tunalia sana kwenye milima, tunalia sana kwenye majumba ya uombezi, tunalia, lakini matunda yetu yakoje? Huu ni mwanzo wa kufundisha unabii huu mpaka ueleweke, kwa maana ni mwaka wetu wa kuzaa matunda, na tukizaa matunda mema, tarajia utaprosper katika kila njia, utafanikiwa. Mungu wa Israeli akubariki, akutie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Amen.